Kitendo cha mwanaume kushindwa kushiriki vyema tendo la ndoa haimaanishi kuwa uwezo wake umeishia hapo. Hapana, sometimes anaweza akawa anapitia madhira makubwa sana, aidha kisaikolojia au kifiziolojia. Sawa, huyu mwanaume anahitaji matibabu aidha ya kisaikolojia au anahitaji matibabu ambayo yataenda kulipea mwili kwa ujumla. Haya ni mambo ambayo yanasababisha mwanaume nguvu zake ziweze kupungua. Jambo la kwanza, msongo wa mawazo. Jambo la pili, ulaji mbovu. Sawa. Jambo la tatu, kazi ambazo anazifanya. Sawa, aidha ni za kukaa kwa muda mrefu. Sasa watu wanaokaa kwa muda mrefu kama madereva wa muda mrefu. Sawa. Kitu kingine ni kwa wale ambao wana changamoto ya bawasiri. Sawa, ana kinyama eneo la haja kubwa. Ile jambo jingine naweza likachangia ni kwa wale wanaume ambao wana changamoto ya pressure, sukari, cholesterol. Sawa, hivi vyote huwa vinaenda kusababisha damu isiingie na kutoka kwa wakati kwenye maumbile yako, hivyo basi kumsababisha mwanaume huyu ashindwe kushiriki vyema tendo la ndoa. Ile jambo jingine ni kwa yule mwanaume ambaye amejichua kwa muda mrefu na kuangalia pornography. Ila jambo jingine ni kwa huyu mwanaume ambaye yeye amekuwa addicted. Sawa, amekuwa addicted. Sawa, na kupenda kujiridhisha mwenyewe kabla ya, na unakuta akienda kwenye tendo anakuwa ni mwoga kupitiliza. Kitu gani kifanyike? Nitafute leo nami niweze kupatia matibabu kutokana na chanzo cha tatizo lako, na matibabu haya inawezekana yasiwe ya kutumia dawa, ila unahitaji mazoezi pamoja na nini, na kujiimarisha kisaikolojia. Dr. Seif nipo kwa ajili yako. Hakikisha una follow na kulike na kushare.